Kilichofanya ukasirike ni nini? Labda hivi unashindwa kubehave wewe? Yaani mimi kumlisha mtu keki na mdomo ndio imekuwa tatizo? He's just my friend na nilikuwa na show love tu. Usijisaulishe, nilikuwa na maisha yangu kabla ya kuwa na wewe. Je, unawafahamu hawa waigizaji wawili kati ya Pato na Camilla? Hawa wawili ambao nimekuletea ni waigizaji ambao walifanya vizuri zaidi katika episodi za awali za episodi ya kama ya kwanza hivi katika series ya Choice, na baada ya hapo wakawa wamefutika na wakawa onekani zaidi katika mwendelezo episodi zinazofuata, na watu wengi wakawa wanajiuliza maswali mengi. Hawa waigizaji wazuri wakubwa ambao wamekuwa wakiigiza episodi ya kwanza mpaka episodi ya katikati, ghafla wakaacha kuonekana katika episodi zilizokuwa zinafuata. Sasa baada ya maelezo hayo kuwa yameenea katika comment nyingi sana ambazo tumekuwa tukiziposti katika interviews mbalimbali, nikikuletea matangazo kuhusiana na tamthilia ya Choice, basi leo tunaenda kuangaza zaidi hawa ni wasanii wa aina gani na vingi ambavyo walivyonavyo na yale machache ambao waliweza kuyaonesha katika tamthilia ya Choice katika episode ya kwanza mpaka ile episode ya katikati ambapo walionyesha kufanya vizuri zaidi. Bwana, kama huja subscribe basi fanya subscribe. Chini ya video hii kuna neno limeandikwa subscribe. Ukibonyeza neno hilo utakuwa ni mmoja kati ya watu ambao watakokuwa wanapokea taarifa za awali kabisa, na utakuwa mkiturn on notification kwa mara ya kwanza na kwa wa kwanza kuweza kutazama taarifa zetu mpya kila wakati ambapo tunapokuwa tunazipandisha katika mtandao huu wa YouTube. Hapa tunamzungumzia huyu msanii wa kike na huyu msanii wa kiume ambapo humu ndani waliigiza kama mtu na mke wake na katika maisha ya ndoa kabisa. Hapa namzungumzia Camilla. Camilla ni mwanamke ambaye alionyesha kufanya vizuri zaidi katika Choice episode ya kwanza ilipoanza kabisa, kwa sababu ilifunguka. Mwanamke huyu anamlalamikia mume wake kwamba wanahitaji kuwa na familia sasa, wanahitaji kuwa na mtoto ambaye ndani ya nyumba anaweza kuongeza faraja kutokana na kwamba matunda ya ndoa ikiwemo na kupata familia, ambapo katika uwezo wake mzuri wa kuigiza na performance aliweza kuifanya humo ndani iliweza kuwashawishi watazamaji wengi sana Afrika Mashariki na Kati kuweza kumfuatilia, na akawa amebeba hisia kali juu ya wale ambao wanapenda kutazama tamthilia kali kutoka hapa nchini Bongo, kutokana na jinsi ambavyo alivyoweza kufanya vitu vikubwa katika tamthilia hiyo ya Choice. Ndio ikawa sababu sasa ya watu wengi kuanza kucomment kuona kwa nini mwendelezo kati ya mwigizaji huyu Camilla kutokuonekana zaidi, na hata kama akionekana basi nakuwa ni kama vile ni zile series ambazo zilizopita. Sasa wameamua kuunganisha tu, unaona bwana. Sasa hapo nimemuelezea Camilla, lakini kuna huyu jamaa tena ambaye aliigiza ni mme wake na Camilla ambaye alijulikana kwa jina la Pato. Pato bwana ni msanii ambaye kiukweli ana mwili mkubwa sana, lakini pia ana muonekano mzuri wa kuigiza, lakini pia sauti yake iliweza kukonga nafsi za watu wengi sana Afrika Mashariki na Kati, na aliweza kuelewa kile ambacho alichokuwa akikifanya, na wadau wengi sana ambao wanafuatilia tamthilia kali na kufuatilia waigizaji wakubwa ambao walikuwa wakimfuatilia huyu Pato walitarajia siku moja atakwenda kuchukua tuzo kutokana na jinsi ambavyo alivyoonyesha uhimara na umahiri katika kuigiza kwa hisia kali na katika uhalisia wa kweli, kama vile ambavyo maisha ya kweli kumbe wapo katika maigizo, unaona bwana. Kwa hiyo maoni mengi ilikuwa ni kwamba siku moja kijana huyu anakwenda kuchukua tuzo na kuweza kuwakilisha waigizaji wenzake katika tamthilia ya Choice. Katika tamthilia ya Choice kuna waigizaji 4 ambao ilitarajiwa siku moja katika mwendelezo wa kazi ambao walikuwa wakifanya hii Choice wanaweza wakaenda akachukua tuzo, unaona bwana. Waigizaji ambao walikuwa wamependekezwa zaidi na kutajwa zaidi na zaidi ni pamoja na Camilla ambaye muda sio mrefu nimetoka kukupa CV yake fupi katika uigizaji wake, jinsi ambavyo anafanya vizuri na jinsi ambavyo ana kipaji ambacho kinaweza kuwashawishi watu wengine kuweza kumfuatilia. Lakini pia hivi punde nimekutoka kukutajia msanii huyu mwingine ambaye anaitwa Pato ambaye alionyesha uwezo mkubwa zaidi katika upande wa kuigiza katika tamthilia ya Choice. Hapo awali ya kuwahi kuonekana akiigiza katika tamthilia zingine, kama alishawahi kuonekana basi huenda ni muda ambao alikuwa bado hajapewa jicho katika mitandao ya kijamii, hasa mtandao wa YouTube. Hapo nimekuorodheshea wasanii wawili ambao
walitarajiwa kuchukua tuzo baadaye baada ya kuonesha kuwa tamthilia ya Choice wanafanya vizuri zaidi. Nimekutajia Pato, lakini pia nimekutajia Camila ambao wanafanya vizuri zaidi katika tamthilia ya Choice ambao walitarajiwa siku moja waje wachukue tuzo. Lakini pia kuna msanii mwingine ambaye anaitwa Blyden, ambapo ndani ameigiza kama Blyden, aliweza kutabiriwa na yeye siku moja kuja kuchukua tuzo kupitia tamthilia ya Choice kwa jinsi ambavyo walivyokuwa wakiigiza katika ufundi na weledi wa hali ya juu. Lakini pia kuna binti yule mwanamke anaitwa msichana yule anaitwa Clara, na pia alitabiriwa kuja kuchukua tuzo katika tamthilia hii hapa ya Choice. Sasa maswali mengi ambayo umekuwa ukitafakari na kujiuliza kwamba wameenda wapi hao waigizaji ambao mwanzoni walionyesha kufanya vizuri zaidi na wakapokelewa katika ubora wa hali ya juu, kupotea ghafla imetokea na kitu gani, ambapo sasa ulikuwa unataka kufahamu kitu gani ambacho kiliwafanya waweze kupotea. Kwa taarifa za ambazo zimeenea katika mitandao ya kijamii, inaonyesha kabisa hawa watu bado mpaka sasa hivi hawajajihusisha katika tamthilia yoyote ile tangu waondoke katika tamthilia ya Choice au tangu waache kuonekana katika tamthilia ya Choice. Sasa maswali mengi ambao wadau wanajiuliza, ni wapi ambapo wanaweza kupatikana, kwa sababu kuna comment nyingi sana ambazo zilikuwa zinatolewa hapa kusema kwamba hata kama wangeweza kuonekana katika series nyingine nje ya Choice au wangeweza kuonekana na waigizaji wengine, wangeweza kwenda kuwafuatilia kutokana na jinsi ambavyo walivyokuwa na uwezo mzuri zaidi katika upande wa kuweza kuzikonga nafsi za watu wengi sana ambao kupenda kufuatilia waigizaji hapa nchini Tanzania. Basi baada ya hayo nilokuelezea, nawe pia unaweza ukaniambia msanii gani mwingine ambaye unamkubali zaidi ambaye aliigiza katika tamthilia ya Choice. Unaweza ukasema ukiachilia mbali Clara, Blyden, lakini pia ukiachilia mbali Pato pamoja na Camila, unaweza na wewe ukatoa maoni yako, ni msanii gani ambaye huwa tumzungumzie katika matangazo yetu, nadhani kabisa naye pia anafaa. Basi jambo la msingi uweze kupata taarifa nyingi na kila wakati unapokea taarifa mpya, fanya jambo jema la msingi zaidi uweze kusubscribe channel hii hapa, kubonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe, kwa mtu ambaye unapata taarifa zetu kila wakati, ambapo tutakuwa tunapandisha mambo yetu ambayo yanayoendelea katika kazi za sanaa, lakini pia hata maisha mengine. Mimi na wewe tukutane wakati mwingine. Wakati huu nikutakie wakati mema. Bye bye.